Ngoja tuweke hili sawa. Kupata degree ya chuo kikuu sio passport pekee itakao kuweza kusafiri kufikia mafanikio. Kwenye maisha yangu nimekutana na watu ambao waliachana na masuala ya system ya elimu na wameweza kutoa solution kwenye jamii ambazo hata serikali ilishindwa kuzitoa kwenye jamii. Na nimekutana na watu wengi wenye degree ambao hawawezi kufikiria hata nchi moja nje ya box waliofungiwa. Kwa sababu hivi, elimu ina layer 3. Ni layer moja tu ambayo inapatikana darasani. Layer kwanza ya elimu ni formal education, ambapo hapo unapata degree, diploma, unapata certificate ya kuonekana okay, this is your award kwa ajili ya kuweza kupata formal education degree chuo kikuu. Layer ya pili ya elimu ni non formal education. Hii inapatikana kwenye mentorship, online courses, kuhudhuria sehemu sahihi wanapofundisha ujuzi fulani na training programs. Ama unanunua course online. Kwa mfano mimi nauza course ya wateja 100 wa kwanza, mwongozo wa mwanzo kwa ukuaji, namna gani ya kuweza kuanza biashara yako, kujua nini ufanye na namna gani ya kuweza kuifanya, kwa kuzingatia tupo kwenye ulimwengu wa social media pamoja na digital marketing. Huku unapata non formal education. Hii ni layer ya pili ya elimu. Alafu elimu ya tatu inaitwa ni informal education. Hii sasa unajifunza kwenye field moja kwa moja. Hii utafundishwa na dunia, walimwengu, kitu gani ambacho kinatokea kwenye maisha yako wakati husika, na nani ambaye unapitana naye na experience gani amekupa kwenye maisha yako moja kwa moja. Kwenye nchi nyingi za Afrika, 70% ya vijana wanatengeneza kipato chao na maisha yao yamejengwa kwenye informal education. Hii ujuzi ambao wamekutana nao barabarani, mtaani. Na kulingana na World Economic Forum, 65% ya kazi zinazopatikana sasa hivi hazitokani na hizo degree, diploma, masters wala certificates. Kwa sababu iko wazi, degree inaweza ikawa ni njia ya kukufungulia mlango, lakini uwezo wa kuendelea kukaa, kujenga na kufikiria mawazo nje ya kiboksi chako cha kidegree inahitaji elimu nje ya degree ulionayo. Acha kuanza kukaa hapo chini kujiona mtu bora kuliko watu ambao hawajapata degree, kwa sababu they run the world na watakunyoosha na degree yako. Na wewe kama hujapata nafasi ya kuweza kufika chuo kikuu na kupata degree, usijione kama haustahili kuweza kuishi maisha ambayo unayataka kuishi ama kuleta impact chanya kwenye jamii kutokana na vision ama dream ama matamanio ulionayo. Kwa sababu Afrika, especially Tanzania, hatuhitaji wahitimu. Tunahitaji watu wanaotatua changamoto. So, nitaki mtu mmoja ambaye unataka asikie hili. Alafu comment kitu ambacho umejifunza na kikakusaidia nje na mfumo wa elimu, yani shuleni.